Leo siku ya mwisho tumeona maandalizi ya mchezo kwa maana ya press conference, walimu wa timu zote mbili kwa maana ya Simba Steven Becker, Yanga Pedro Gonçalves wamekwisha fanya press yao na tayari kila mmoja ameeleza alivyojiandaa kuelekea mchezo wa kesho dabi ya kali ya kwamba unachezwa visiwani Zanzibar. Kwa upande wenu kama mashabiki, hali unaionaje kuelekea mchezo huo? Kwetu hali ni nzuri na morali imekuwa kubwa kuelekea katika mchezo, kwa sababu tunaamini kwamba sio mchezo mwepesi, ni mchezo mgumu. Ni mchezo ambao unatuhitaji sana mashabiki, kuna namna ambavyo tunakwenda kutoa support juu ya timu yetu. Kwa hiyo kwetu sisi lazima niseme Rashidi, tuko vizuri, tuko sawa sawa. Kikubwa tu tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kutuamsha salama, ili kuna namna ambavyo tunasimama kwenye dua na sala, na inshallah biidhnillah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutakwenda kupata matokeo mazuri zidi ya Dar es Salaam Africans. Tunakwenda kupata matokeo mazuri zidi ya Dar es Salaam Africans. Kumekuwa na kabla hujazungumza hapo kwamba mnakwenda kupata matokeo mazuri, tumeona jana mjadala ulikuwa ni mkubwa baada ya TFF pamoja na bodi ya ligi kumtambulisha muamuzi wa mchezo huo Nasoro Mwinchui. Wapo wengine ambao wamebeza malalamiko yale na wengi ni mashabiki wa Simba. Kwanza, kwa upande wako nadhani kwa nini mashabiki wengi wa Simba wamelalamika baada ya kuona Mwinchui amepewa ile mechi? Kwanza kila mmoja na maoni yake. Na mwanadamu mwenye akili timamu ni yule ambaye anaheshimu maoni ya mtu, aidha kuyachukua au kutoyachukua. Lakini wenye mamlaka wameshaamua. Nasoro Mwinchui ndio muamuzi dakika 90 kati ya mechi ya Dar es Salaam Africans na Simba Sports Club. Kwangu binafsi nawapongeza kwa maamuzi yao pamoja na kamati ya maamuzi, kwa sababu wenye mamlaka wameona, na nimwambie tunanimuhusie Nasoro Mwinchui amepewa dhamana kubwa kwenda kusimamia mchezo wa dabi. Ni mchezo ambaye wa mpira wa miguu, ni mchezo ambao wa hisia, ni mchezo ambao unauma na una maumivu makubwa pinde endapo timu moja haijaenda kupata nini matokeo mazuri. Kwa hiyo yeye kama amepewa mwenye dhamana kubwa, aende kuhakikisha kwanza anakwenda kutafsiri sheria vizuri, kuona namna ambavyo kila mmoja analizika kwa maamuzi yake. Ameaminiwa na ameaminika. Inawezekana maamuzi yake endapo asipokwenda kosa kusimamia sheria 17, endapo inawezekana akaenda kumuumiza raia namba 1 wa Tanzania. Kwa sababu mimi naamini 99.9% Watanzania wanapenda mchezo wa mpira wa miguu kwa maana ya football. Unapopewa dhamana kwenda kutafsiri sheria 17, nenda kasimamia sheria 17 ili kila mmoja aridhie kwa matokeo ambayo atakayoyapata. Sisi kama Simba tuko tayari, tunaridhia kuona namna ambavyo muamuzi anakwenda kutafsiri sheria 17. Matokeo yote tuko tayari kuyapokea, na wala tutakuwa hatuna sababu ya kwenda kumuonyesha kidole nani muamuzi. Binafsi kama Kisugu niseme, wala nisiwe mnafiki, sina imani ya 100% na Nasoro Mwinchui. Ili akitaka kuniaminisha na mimi niwe imani naye, basi nenda akatafsiri sheria 17 za mpira nini miguu. Leo hii kuna huruka na tabia ilianzia, ilifika mahala kwa namna ambavyo makosa ya kibinadamu yanavyojitokeza, Watanzania ilifika mahala walipendekeza kuona namna ambavyo dabi inapokutana Simba na Yanga waamuzi watoke nje. Siamini na wala sitaki kujua hilo, kama ni kanuni au ni mapendekezo ambayo chama walikuwa wanatekeleza kutoka kwa mashabiki wao, au ni kanuni ambayo iliyofanyaje iliyokuwepo. Lakini kwangu binafsi huwa nafurahi kuona namna ambavyo jambo la Kitanzania linatatuliwa na Watanzania. Kwa hiyo mimi kwangu nimefurahi kuona mechi ya dabi na kwenda kutatuliwa na Mtanzania, lakini kikubwa aende kutafsiri sheria 17 na Nasoro Mwinchui. Akitafsiri sheria 17 anajitengenezea vitu viwili. Akitafsiri vizuri, maana yake anakwenda kutengeneza mazingira mazuri na anakwenda kutengeneza rekodi kwenye football. Akienda kukosa kutafsiri sheria 17 vizuri, ajua ataishi na mashaka mtaani, kwa sababu kila akipita ataonyeshwa vidole yule. Umesema huna imani naye 100% Nasoro Mwinchui. Mimi. Sasa hapo ndo kwenye kipengele. Ila nawapongeza wenye mamlaka walioteua, kwa sababu wao ndo wana mamlaka. Na naamini kuna vigezo walivyovitumia, wakaona standard ya Nasoro Mwinchui ana mamlaka na anaweza kwenda kutafsiri sheria. Kwa hiyo Rashid, usinitafsiri vibaya, nimesema mimi. Sasa mtu atataka kujua huna imani naye kivipi? Lazima kutakuwa kuna sababu. Yako matukio ambayo nyuma yametokea, sitaki kuyarudia katika siku ya leo nikamtoa mchezoni Nasoro Mwinchui. Kikubwa niseme tu sina imani naye, lakini namuombea kwa Mungu. Nasoro Mwinchui. Yes. Ukisha kuwa huna imani na mtu, manake hata maamuzi yake pia huna imani naye. Nasema hivi, past tense, nyakati. Kuna nyakati zilizopita, nyakati tuliopo na nyakati zijazo. Nimesema katika interview, namuombea Nasoro Mwinchui
enda katafsiri sheria 17 vizuri, na inshallah mimi naamini anakwenda kutafsiri sheria 17 vizuri. Sawa, mchezo utakwenda kuamuliwa kwa namna gani? Umeshazungumzia refali kwamba wenye maamuzi wamefanya sawa, wewe umekubali, umetazama ubora wa kikosi chenu, lakini hata wapinzani wenu kwa maana ya Yanga, sisi ni bora zaidi Dar es Salaam Young Africans, na moja ubora wetu umeongezeka zaidi baada ya kufanya registration katika kipindi hiki cha usajili cha dirisha dogo. Labda ni mwandishi pekee wewe Rashid unaweza kulikataa katika hili, kwamba nyinyi sio bora. Mwandishi pekee wewe Rashid ndio unaweza ukalikataa katika hili, lakini waandishi wote wanakiri moja katika timu ambazo zimefanya usajili bora kwenye dirisha dogo ni Simba Sports. Unajua watu wengi wanaamini dirisha dogo 90% wachezaji wazuri huwezi kuwapata, lakini tuwapongeze management ya Simba, dirisha dogo ameenda kuwachukua wachezaji wenye quality player. Imefika mahali mimi nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja wa Dar es Salaam Young Africans, anasema laiti wachezaji hawa Simba wangekuwa mapema kwenye klabu bingwa barani Afrika, Simba angeenda kucheza robo finali ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika kwa ubora. Kwa mimi naamini tuna wachezaji bora, tuna timu bora, timu ambayo itakwenda kutupa matokeo mazuri zidi ya mtani katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Tunakwenda kwenye uchumi wa blue. Lakini wakati unazungumzia mna ubora na mnakwenda kupata matokeo, tumeona michezo ya mwisho, mchezo wenu zidi ya Dodoma draw, wakati wenzenu wametoka kumfunga JKT magoli 5, na kwa nini uende moja kwa moja na matokeo ya ushindi? Rashidi, kuna vitu viwili niliwahi kuvizungumza na hivi nitaendelea kuvizungumza. Ligi NBC, kuna ligi mbili Tanzania za ligi NBC. Kuna ligi ya Yanga na kuna ligi ya timu 15. Ligi ya Yanga kipi? Ngoja tulia Rashidi. Na ukitaka kuamini hili, wewe kama mwandishi unajiamini, nenda kachukua video ya mechi ya Simba na Dodoma Jiji na nenda kachukua video ya Yanga na JKT Tanzania. Zipo. Nenda kazilinganishe, zinalingana. Hivi mechi yenye upinzani? Unaamini kwamba hii ligi na watu wanashindana mechi ipi? Sema, wewe umefunga. Unamwogopa Mungu? Huko mwezi mtukufu. Mike, waambie mashabiki zako mechi zote umeziangalia au mwandishi au kuangalia? Ipi mechi ambayo unaona kabisa mechi ina hadhi na ubora wa ligi ya NBC ipi? Labda JKT waliingia kwenye mfumo. Ipi Rashidi? Kwa mechi zote mbili za Rashidi, tuwe wa kweli. Msema kweli ni yule ambaye anayekubalika mbele ya Mungu. Sahihi. Uko sahihi. Rashidi, katika watu ambao katika waandishi, mimi nakuweza kwa sababu nakwambia wewe sio mkweli, mnafiki, hutaki kusema ukweli na kutumia maiki yako vizuri Rashidi, unakwenda kutengeneza kizazi ambacho kichokuwa sio bora kwenye mpira. Sasa hapo kosa langu liko wapi labda? Hutaki kuzungumza ukweli. Nimekuuliza, zungumza kwenye ubora kati ya mechi ya JKT Tanzania na Dar es Salaam Young Africans, Simba na Dodoma Jiji. Ipi ligi ilionyesha picha dhahiri ya mashindano ya ligi NBC? Ipi? Sasa hapo kiniambia inabidi mpaka nifanye analysis, lakini mimi niliondoka na matokeo. Kama hujafanya analysis, kwa nini ulikuja kuniuliza swali? Matokeo yenu ya mwisho mazuri mabaya? Ni draw ile. Na ndio maana ile mechi baada ya kusha, kwa mara ya kwanza kwa miaka 3 iliyopita, nimeona Dodoma Jiji furaha yao. Walifurahi. Moja, wanaamini wamepata draw na timu ambayo yenye quality kubwa kwenye football. Hilo ni sahihi. Kwa hiyo mimi naamini kutoka draw na Dodoma Jiji ni picha halisi, imeonyesha namna ambavyo tunakwenda kupata mafanikio mazuri dhidi ya Dar es Salaam Young. Umesema unakwenda kushinda dhidi ya Yanga, ikitokea ukafungwa, maanake huo ni mpira nao. Siishi kwenye hiki. Mpira si una matokeo 3. Mama yangu Mama Doris, mama Ademwai amenikataza kuishi kwenye hiki. Na mimi nazungumzia kwamba yale matokeo 3 ya mpira kwa. Wewe, mimi siishi kwenye hiki. Sawa, labda basi nizungumze, kuna draw, kuna sare hiyo, kuna kufungwa na kuna kwenda kabla ya mpira. Mashabiki wote duniani wanakwenda na tukio hili moja, Simba Sports anakwenda kupata matokeo, lakini amekwisha kufunga mara 6. Lakini haipo kama yeye kafunga mara 6, Rashidi, hiyo ni historia. Hivi unaamini kabla ya mara 6 kufungwa sisi tushafunga Yanga mfululizo mara 5? Unaamini? Si rekodi zipo hizo. Sema hilo. Sema. Nasema rekodi. Sema kusikia watazamaji wako, sema. Kwamba rekodi zipo hizo. Kwamba Yanga alishafungwa mara 5. Sasa mbona ukusema umeanza na 6? Sawa. Sasa. No. So sawa. Mimi nataka wewe ufanye homework. Mwaka gani Simba kamfunga Yanga mara 5 mfululizo? Mwaka gani? Nashindwa kukupa jibu la moja kwa moja. Vitu vyote hivyo unajua inabidi. Mwandishi, acheni unafiki huu. Nenda katafuta historia mwaka 2004. Kuja juu mwisho kwenda mbele.
Mechi ya kwanza kabisa Yanga tunawafunga goli 2-1. Dakika 48 Pichu Kongo anapata goli la kwanza. Shaban Kisiga Maron anakwenda anasawazisha. Ulimboka Makingu anakwenda kupiga msumari wa pili. Nendeni mkafuka hizo. Nyika zenu mmeshika. Simba kafungwa mara 6. Mwambie afungwa Yanga kafungwa mara 5 mfululizo. Mnasema hivi. Sasa moja katika historia ya timu iliyofungwa goli nyingi na Simba. Yanga kapigwa goli 6. Nyinyi mnasema hilo? Mbona kimbilia mara 6 tu? Maana watu wamekuwa naangalia matokeo ya miaka ya hivi karibuni. Sio watu, sema wewe. Mimi naozungumza nani? Sawa, sasa kuelekea mchezo huo sasa tutumie mfano ikatokea ukapoteza. Hakuna cha mfano mbaya, hakuna cha mfano. Simba anakwenda kupata matokeo, hakuna mfano huo. Simba anakwenda kupata matokeo zidi ya Dar es Salaam Africans. Yaani hiyo Machidi, no discussion. Kwa idhini Allah, biidhnillah, Simba anakwenda kupata matokeo zidi ya Yanga. Sawa, lakini sasa unawaaminisha mashabiki kwamba waende na matokeo mkononi, na mnasema ukienda kiwanjani usiingie na matokeo mkononi. Rashidi, wako mara ya mwisho kumwambia mwanao wewe unakufa lini ulimwambia? Siwezi kufanya hicho kitu. Ila mimi niseme Simba inafungwa, si ndio? Wewe uwezi, ila mimi niseme. Anasemea kwenye Rashidi, usinitibue. Mimi unajua hapa nina swaumu. Mimi mwenyewe niko kwenye swaumu. Usinitibue ujue. Niko kwenye swaumu. Utakuja kugombana. Wewe lini umesema mwanangu unakufa kesho? Wewe lini umesema? Hilo ni jambo ambalo huwezi kumwambia. Ila mimi niseme. Tuishi humo. Nimekuona kuna kitu nasoma hapo, sio ni kitu gani hiyo? Maana umekuwa unachungulia muda wote. Kwa wale watu ambao wasiopata nafasi ya kwenda kuangalia mpira Zanzibar, kwa sababu najua uwanja wa Amani unaingiza watu 14,000. Lakini wale ndugu zangu Da Village Mall wameandaa screen kubwa, wameandaa iftari katika package tofauti. Kuna package 5,000, kuna 15,000 pamoja na 20,000. Kwa hiyo watu ambao watakayebaki Dar es Salaam ni jambo jema kwenda kumwangalia Dar es Salaam Africans tukimimina goli 4. Basi nenda pale Da City Mall kuona namna nenda pale Da Village Mall kuna namna ambavyo Yanga anapasuliwa goli 4. Ukitoka zako pale unapiga iftari ya tende, mambo yanakwenda kwa mazuri. Kutokea hapa tulipo Mnazi Mmoja hapa posta, unapanda magari hapa. Ni karibu sana. Ukimuuliza mtoto unafika. Wewe sio mtu wa Dar es Salaam? Basi inshallah Rashidi, nenda pale utapata mahojiano mazuri, utapata content nzuri na iftari ya uhakika yenye package tofauti tofauti. Bwana, kwa kumalizia, umezitazama mbio za ubingwa. Yanga mpaka sasa yuko juu yenu pointi 5. Alianza kwa juu, JKT kashuka. Wa pili amefuata Yanga naye atashuka. Ikitokea Yanga akashinda maana yake anakuacha pointi 9. Katika kitokea Rashidi. Alianza JKT kuongoza ligi. Sahihi kabisa. Yupo sasa hivi? Yuko Yanga pale juu. Naye muda wake Yanga wa kushuka utafika. Ligi ni marathon. Unawaambiaje sasa mashabiki wa Simba wakati kwenye dua na sara waendelee kumuomba Mwenyezi Mungu awamshe salama inshallah wachezaji wetu. Mimi naamini wakiamka salama na afya njema inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakwenda kupata matokeo mazuri. Tunamalizia kabisa, wanasema usijisifu una mbio, umsifu na naye kukimbiza. Yanga unawahofia sehemu gani? Yaani ambapo ukikaa unasema hapa Yanga kweli nawahofia. Nahofia katika staili yao ya haro. Halo tena ndugu yangu. Yes. Nawahofia katika staili yao ya haro. Halo, yani unamaanisha nini? Wewe umeniuliza? Sehemu gani ambapo wewe umesema mimi nawahofia Yanga? Nimesema nawahofia kwa sababu staili yao ya haro. Mtu anaweza akasema labda Mudasiri ile staili yake ya kupiga simu ndio unazungumzia. Yes, ndio hiyo haro. Mudasiri anaweza akapiga simu kwa tu. Wewe umeniuliza mimi? Mimi sikumtaja mtu. Umeniambia sehemu gani unahofia Yanga kwa staili yao? Nimesema nahofia Yanga staili yao ya haro. Bwana, sawa bwana, mimi Kisugu naomba nikuache. Tunamalizaje sasa? Kikubwa ni kuomba wana Simba kuendelea kwenye dua na sala, kuisupport team inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na imani kwamba tutapata matokeo mazuri zidi ya mtani. Asante sana.